Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, wapenzi watazamaji wa Sultan Online, kwa leo tutachukua fursa kwa ajili ya kuweza japo kiuchache kutoa faida miongoni mwa faida zilizopo katika surati Yasin. Surati Yasin ina uwezo mkubwa sana. Yaani sura hii inaweza kumtuliza mke au mume katika ndoa. Kwa hiyo tunataka tuweke sawa katika mfumo wale ambao mahusiano yao yanayumba, mahusiano yanatetereka, mizozo kwenye nyumba haiishi, mizozo haimaliziki. Basi tunataka tutumie katika faida miongoni mwa faida ya surati Yasin ambayo itawafanya nyinyi ndoa yenu kudumu, ndoa yenu kusimama na kuondokana na migogoro ya kila namna. Pia surati Yasin ina uwezo wa kumfanya mtu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu akapendwa katika jamii. Akapendwa katika jamii. Hivyo cha kufanya, yapaswa kusoma surati Yasin. Surati Yasin aya ya kwanza mpaka aya ya 58. Aya ya kwanza mpaka aya ya 58. Utarudia katika surati Yasin aya ya kwanza mpaka aya ya 58. Utarudia sura hii mara 3. Utarudia sura hii mara 3. Kisha aya ya 58. Kisha aya ya 58 isemayo salamun qawla min rabbir rahim. Salamun qawla min rabbir rahim. Utaisoma aya hii mara 58. Aya ya 58. Ukifika hapo utasoma kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ngapi? Ya 58. Na ukifika katika aya ya 58 katika salamun qawla min rabbir rahim, ukimaliza kusoma hiyo salamun qawla min rabbir rahim mara 58, unapaswa kuisoma. Uisome aya hiyo mara 58 peke yake, kipande hicho peke yake. Utaisoma aya 58 mara 58 peke yake. Ikisema salamun qawla min rabbir rahim, utairudia aya hiyo mara 50 na ngapi? Utairudia aya hiyo mara 58. Ukishamaliza mara 58, kisha utatia nia yako. Ukishatia nia yako, utaisoma tena aya hiyo hiyo ya 58, salamun qawla min rabbir rahim. Utairudia mara 816. Mara 816. Mara ya kwanza utaisoma aya hiyo mara 58. Kisha utatia nia zako. Ukishatia nia zako, kisha utairudia tena aya hiyo mara 816. Kila unapomaliza kusoma, yapaswa uchukue maji. Utakapomaliza, ukishasoma hiyo aya, kisha baada ya hapo yapaswa uchukue maji uwe nayo. Ukiyasomea maji hayo huko unatia nia, lakini bani utaotakiwa kuitumia pale, bani utakayotumia pale, utatumia ubani unaitwa ubani kandar. Kandari utatumia ubani huo, ama utatumia ubani Maka, ama utatumia ubani Zuhura. Kisha yapaswa ukaoge hayo maji kwa kutia nia kwamba kama upendwe na jamii, ama upendwe katika familia yako, ama upendo urejee katika ndoa yako, basi utakoga kwa kutia nia maji hayo. Kwa siku utakoga mara 1.
kwa muda wa wiki hii moja, na hayo maji yasomee mara moja tu. Ukishasomea maji hayo mara moja, basi ndani ya siku zote hizi utakuwa unayakoga tu maji hayo bila tabu yoyote. Lakini wakati unasoma hakikisha bani unatumia pale kuchoma kandar au bani zuhura ama ubani maka, ndio utakuwa unasoma huku ukitiania kwa kupitia bani hizo. Hii ni faida miongoni mwa faida ya surati Yasin. Kanuni na taratibu haya maji utakaokuwa umeyafanyia kisomo hichi. Usiogee chooni. Usiogee chooni. Ogea kwenye bafu, ama hauna bafu basi tumia kukoga maji mengine, halafu haya tumia kujipaka. Utafanya hivyo kwa muda wa siku 7, maana yake ni wiki moja. Inapendeza zaidi wakati unataka kulianza hili zoezi, basi ulianze zoezi hili siku ya Ijumaa. Uifanye siku ya Ijumaa. Inapendeza zaidi ukianza siku hiyo, kwa sababu kimanadhiri tunasema kwamba siku hiyo ni siku ya zuhura. Ni siku ya zuhura. Kwa hiyo na wewe lengo lako ni upendwe na watu, lengo lako upendwe katika jamii, pengine unaogombea nafasi fulani, au pengine upo katika kikundi fulani, kwa hiyo unahitaji watu wa kukubali, ama inawezekana upo katika mihangaiko yako katika biashara zako, maana yake ukubaliwe pale katika biashara yako, ikubalike kadha wa kadha. Maana yake inazungumzia masuala mazima ya mivuto na kuweka mazingira sawa, ukubalike na amani ipatikane. Kama ni kwenye ndoa, migogoro iweze kuondoka. Kwa hiyo utaanza siku ya Ijumaa ambayo inakuwa ni siku ya zuhura. Basi kwa maana hiyo siku ya zuhura, basi itatakiwa uianze kazi hii ya kuisoma faida hii ya surati Yasin katika aya salamun qawla min rabbi rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.